بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, ndugu zangu katika dini, tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutukutanisha pamoja na mahujaji katika hadhara hii, na mahujaji kuwafikiwa kupata nafasi ya kuombea watu Mungu. Mwenyezi Mungu atutakabalie. Hija ya mwisho ya Mtume Muhammad, tunasema ya mwisho lakini ndio ya mwanzo na ya mwisho. Mtume alihiji yeye hija moja tu katika mwaka wa 10, na ndio inaitwa Hijjatul Wadaa. Yako mambo mengi ambao ni masomo kwa Waislamu kwa ujumla. Wakati watu wamekaa katika viwanja vya Arafa wakati wa Mtume Muhammad, aliagiza Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwagiza Bilal ibn Rabah. Bilal alikuwa ni mtu mweusi, si Mwarabu, lakini alimwagiza Bilal, akamwambia, ya Bilal, ansiti liyan nasa, ninyamazishie watu. Maagizo haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yenyewe na mafunzo. Funzo la kwanza ni hilo ambalo lilopatikana katika hija, ilikuwa yasomesha kwamba la fadla liarabiyin ala ajamiyin wala liajamiyin ala arabiyin wala liaswadin ala abyadin wala liabyadin ala aswadin illa bitaqwa. Hakuna mbora kwa Mwarabu kwa asiyekuwa Mwarabu. Hija inatusomesha. Na asiyekuwa Mwarabu kwa Mwarabu hana ubora wowote. Mweupe kwa mweusi hana ubora wowote, wala mweusi kwa mweupe hana ubora wowote, ila kucha Mungu tu. Hili lilikuwa ni reflection ya agizo la Mtume Muhammad, ambapo pale wapo akina Abbas bin Abdul Muttalib, ukoo wa Mtume Muhammad, wako wazee wa Kikuraishi kama Sufyan, Abu Sufyan bin Harbi alikuwepo. Wapo ndugu wa Mtume kina Sayyidina Ali bin Abi Talib, wako kina Sayyidina Abu Bakar. Wako watu wenye majina makubwa kwenye jamii ya Kiarabu, na wao ni Waarabu halisi, lakini aliongoza itifaki ile alikuwa ni Bilal bin Rabah. Kwa agizo lile la Mtume Muhammad kumwambia Bilal bin Rabah, alikuwa akisomesha pale kwamba ubora wa mtu
upo kwenye usafi wa moyo wake. Uislamu hauna ubaguzi wa rangi wala hauna ubaguzi wa kabila, na ni vibaya kumpa ubora mtu kwa sababu ya kabila lake kama tunavyofanya, au kwa sababu ya kanda yake katokea wapi kama tunavyofanya, au kwa sababu ya taifa lake kama tunavyofanya. Kwa Uislamu hilo ni jambo ambalo halitakikani. Tasomeshwa na hili, pamoja na kwamba Mtume Muhammad alipotoka pale Arafa ndipo alipoizungumza hadithi hii akiwa kwenye viwanja vya Mina, kwamba hakuna mbora kwa Mwarabu asiyekuwa Mwarabu na asiyekuwa Mwarabu kwa Mwarabu, mweusi kwa mweupe, mweupe kwa mweusi, ila ubora wa mtu ni uchamungu. Lakini Mtume uchamungu kasema unakaa ndani ya moyo. Attaqwa hahuna, uchamungu ni hapa. Wala huruhusiwi kusema mimi ni mchamungu. Qur'ani yenyewe ndio ishakataa, wala tuzaku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, wala msithubutu kutakasha nafsi zenu kusema mimi ni bora, mimi ni mcha Mungu, mimi kadha. Mcha Mungu wenyewe Mungu kauficha ndani ya moyo, ndio akasema huwa a'lamu biman ittaqa, yeye peke yake. Maana hiyo huwa ni dhamiru gani? Dhamiru al-fasl, lakini ni ya takhsisi. Huwa a'lamu biman ittaqa, yeye peke yake Mwenyezi Mungu ndiye ambaye mjuzi zaidi wa uchamungu wa mtu. Kwa hiyo hilo ni somo moja limepatikana kwa mahujaji wakati wa Mtume Muhammad, kile kitendo cha Bilali kwamba anyamazishe watu. Aliponyamazisha watu Bilali, likapatikana somo jingine. Mtume akazungumza na umma akaambia, maashara nnas, enyi kongamano la watu, atani Jibrilun anifa, amenijilia Jibrili hivi sasa akaniambia, inna Allaha tabaraka wa taala aqra'aka bisalam, Mwenyezi Mungu anakutolea salamu na anakuambia qad ghafara li ahli Arafat wa ahli al-mash'ar, Mwenyezi Mungu amewasamehe watu wote waliohudhuria viwanja vya Arafa na wote waliohudhuria watakaohudhuria viwanja vya Mash'ari al-Haram, manake ni Muzdalifa. Kwa mahujaji mnajua ni Muzdalifa na huko Mina kote ni Mash'ari al-Haram. Tangazo hili kwa haji na hata sekwenda hija ni tangazo kubwa, kwamba Mwenyezi Mungu, inna Allaha qad ghafara li ahli Arafat, Mwenyezi Mungu amewasamehe watu wote waliohudhuria viwanja vya Arafa. Na ahlul mash'ar, kitendo cha kwamba haji amekwenda hija akawafikiwa kutekeleza nguzo hii katika nguzo za hija, kuhudhuria viwanja vya Arafa ni nguzo katika nguzo za hija. Akikaa katika viwanja vile, huyo amesamehewa yote yaliyotangulia katika madhambi.
Na hapo ndio kituo kinachozalisha maneno mawili ya Mtume Muhammad, al-hajju Arafa. Hija ni Arafa, hija ni Arafa, usichanganye habari. Ni al-hajju Arafa, hija ni Arafa, akiwa na maana ya kwamba moyo, kiini cha hija ni mkusanyiko wa pale Arafa. Hawa mabwana hawa Mwenyezi Mungu amewafikia katika mwaka huu, na wale kina mama kule kuhudhuria viwanja vya Arafa. Hata kama kahudhuria kuambia katika viwanja vile vya Arafa, lam yafsuq, lam yarfuf wa lam yafsuq, hakufanya uchafu wa aina yote, hakwenda kinyume na sheria, wala hakuleta mijadala, ikawa amepumzika tu, kalala tu mpaka muda ule wa Arafa umekwisha. Pia ni katika hawa waliosamehewa. Almuradi hayo matatu yawe yamepatikana, kusiwe na mijadala ovyo ovyo Arafa. Ukiwa haji unatakiwa usiwe na mijadala ya ovyo ovyo, lakini usiende kinyume na sheria za Mungu. Ile haji ni kwamba ni tangazo lake pia, kwamba utakaporudi baada ya hija, ishi katika maisha namna hiyo. La tarfufu wala tafsuq wala tujadilu ma la ta'ila fihi, kwamba usifanye uchafu wa aina yoyote, wala usiende kinyume na sheria haji baada ya kuhiji, wala usiwe na mijadala isiyokuwa na faida. Na kule msisitizo mkubwa katika viwanja vya Arafa na viwanja vyote vya hija, msisitizo mkubwa ni dhikrullah, kumtaja Mwenyezi Mungu. Kwa ina maana haji anatakiwa baada ya kwamba amerudi hija, asiache kule, aendelee kila siku kumtaja Mwenyezi Mungu. Ile hija yako inazidi kuimarika, umtaje Mwenyezi Mungu. Watu zungumza nao tena, isika ndio haji basi hata ukisalimiwa ndio hivyo umejikunja, salamu alaykum, kwa mbali sauti atoka, hutaki kuchanganyikana na watu. Haina maana hiyo bwana, isipokuwa tu ni kwamba jiepushe na mijadala isiyokuwa na maana, lakini lazimiana na kumtaja Mungu kila siku. Kila siku taje Allah subhanahu wa ta'ala kama ulivyokuwa mnafanya kule. Ndio jambo ambalo litakuwa laendeleza yale maisha ya hija. Lakini uwe mwepesi kusamehe. Haji anatakiwa mwepesi kusamehe. Nyinyi tumefanya tawafu pamoja. Wewe uliona ile tukio wakati tunafanya tawafu pamoja, kuna mmoja akakanyagwa akatulia, lakini mmoja alikanyagwa tukaona ilikuwa na wewe bwana, akamkimbiza kidogo, lakini akakumbushwa haji haji. Alipokumbushwa akamnyosha kidole kikao, wakati yako mimi haji. Maisha yale unatakiwa uishi hata baada ya hija, uishi hivyo, uwe mwepesi wa kusamehe, na hakuna raha kama kusamehe. Lamma afautu wa lam ahqid ala ahad arihati nafsi min hammi al-adawat, niliposamehe na wala sikumwekea kinyongo yoyote, ulipumzika moyo wangu na misukosuko ya maadui. Kwa hiyo moja ya raha ya dunia uwe mwepesi kusamehe, na ndio maisha ya watu wa hija. Wote walioenda hija, moja ya jambo kubwa tulioliona sisi
ni watu kusamehe. Tena unamsamehe hata kama mtu humjui. Basi si mahujaji tu. Mahujaji ni kama wajumbe wamekwenda, wanawaletea ujumbe kwamba Waislamu, kumbe Uislamu wa kweli ni ule Uislamu wa hija. Watu tuwe wepesi kusamehea. Na alhamdulillah, Waislamu ni wepesi kusamehe. Waislamu sio watu wa visasi. Mara kwa mara Waislamu sio watu wa visasi. Waislamu ndio wale ambao wakiwa juu watu wanafurahi, lakini ambaye hana Uislamu wa kweli akiwa juu watu wanalia. Tuweni wepesi kusamehe. Mahujaji, muishi na hiyo slogan yako. Chukua hiyo kwamba kuwa mwepesi wa kusamehe. Chukua azma hiyo, kwa sababu ukisamehe na Mungu naye atakusamehe. Lakini moja ya jambo tuliloliona kubwa ni kujishusha. Watu wanajishusha mno. Niliwahadithia watu, napenda kuhadithia sana ikisa. Mimi nilipofika Muzdalifa, moja ya bahati niliyoiona, nikaiona hija vizuri, nililala na mtu ambaye simjui. Alilala pembeni. Halafu mimi niliwekewa kirago kizuri kidogo, yeye kalala chini. Baadaye huko nimekuja kumfahamu ni mmoja katika matajiri wetu wa nchi yetu hii. Lakini namna alivyokuwa na unyenyekevu, yeye ndio alikuwa akihudumia watu pale. Niliona anaenda kuchota maji, yule bwana anampelekea bwana mmoja kutoka, nadhani ni watu wa Nigeria wale. Ndio wamefika tu, kila akifika mtu yule anakwenda pamoja na miguu yake na mibovu, anakwenda anawapelekea maji baridi. Maana kule maji ni, ukipata maji kule umepata jambo kubwa, hasa kama umetembea safari ndefu, hasa mtu akupe maji baridi. Allahu Akbar, kheri kubwa. Kwa hiyo ni zawadi alikuwa na. Baadaye nimekuja kugundua bwana ndiye huyu. Mimi nikamwombea dua kwamba hivi anavyoishi hivi, akirudi aishi hivyo hivyo, na sisi tuishi hivyo hivyo. Hija inajenga unyenyekevu, na unyenyekevu ndio tabia ya Mtume Muhammad. Tawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahadin wala yafkharu ahadun ala ahadin. Nyenyekeaneni Waislamu, Mtume anasema nyenyekeaneni mpaka ifikie mahala asimdhulumu yoyote kumdhulumu yoyote, wala asijifakharishe yoyote juu ya yoyote. Ni hija. Aliyekuwa Mtanzania anamnyenyekea asiyekuwa Mtanzania. Askari kule, jambo la ajabu, askari kule ni rafiki katika hija, ni rafiki wa watu. Ndio ambao wanafanya kazi ya kwamba anajua jua la Maka ni kali, wakati mwingine inakuwa mpaka 50 centigrade. Wakati tunakwenda Jamarati, askari ndio wanaofanya kazi ya kutupulizia maji, kumwagiwa maji, unakwenda unamwagiwa maji, unakwenda. Yule askari ni Mwarabu, ni Msuudi, hana haja sana na wewe Mtanzania, kwa sababu humnufaishi chochote katika dunia. Lakini hija nayo pia imemgeuza ili mradi yule haji apate nafasi ya kusoma kwamba Uislamu kwenda nao vizuri ni vipi baada ya hija. Mahujaji, mwe na unyenyekevu, jitahidi mwe wanyenyekevu. Watu wasome kutoka kwenu, lakini msioenda hija mjifunze kwa unyenyekevu wa watu waliokwenda hija. Haji hatarajiwi kabisa alienda hija
akawa ana lundo la kibri, majivuno, majidai, alafu arudi vile vile alivyo, alafu na yeye kahudhuria viwanja vya Arafa na kapata tangazo la Mtume kwamba aliyefika katika kiwanja cha Arafa kasamehewa, alafu yule haji awe ni mtu wa kuwanyanyapaa watu. Haiwezekani, haiwezekani. Na hiyo ni kipimo kwamba hija hii ienda vizuri. Lakini hija iliyokwenda vizuri atamnyenyekea anayemjua na asiyemjua, anayeswali na asiyeswali, mcha Mungu na asiyekuwa mcha Mungu, mfupi na mrefu, mweusi na mweupe, wote kwake watakuwa na thamani kama alivyokuwa katika kipindi cha hija. Thamani aliopewa na watu ambao si kabila lake, si taifa lake, walimpa thamani kubwa. Ni mafunzo tuliyopata katika hija. Lakini pale katika viwanja vya Arafa bado tuko na Mtume Muhammad. Nimeona tumhudhurishe Mtume Muhammad pale katika viwanja vya Arafa, wakati jua limeelekea kuzama, dallati shamsu ila alghurub, jua limekaribia kuzama. Na jua likishazama, wale waliokaa mchana Arafa pale, sheria inawataka waondoke. Sheria inawataka waondoke. Waende wapi? Waende Muzdalifa. Tena waende huku wakimtaja Mwenyezi Mungu kama alivyokuwa akifanya Mtume. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika. Hivyo au kumtaja Mwenyezi Mungu kwa namna nyingine yoyote, kwa tahalili, kwa takbiri, kwa tasbihat, vyovyote utakavyomtaja Mungu, kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio kazi ya hija. Hija kazi yake kubwa ni dhikri tu, dhikri. Mtume Muhammad jua alipokuwa la karibia sasa kufika saa za mwisho, alisema, alitoa ujumbe mzito, akasema, innahu qad baqiya min dunyakum fima madha kama baqiya fi yawmikum hadha fima madha. Hakika kilichobakia kwenye dunia yenu wakati wa Mtume Muhammad, ukilinganisha na kile kilichopita, ni kama kilichobakia kwa siku yenu hii, ukilinganisha na kile kilichopita. Maki bado dakika chache sana watu watoke viwanja vya Arafa. Mtume Muhammad alikuwa akiwakumbusha mahujaji kwamba wafanye jitihada kubwa ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, na bahati walioipata kuwa mahujaji wasichezee wakiwa kwenye viwanja vya Arafa, bali wajitahidi sana wamtaje Mungu, wamuombe Mwenyezi Mungu sana, na Mungu awasamehe, kwa sababu dunia imebaki sehemu ndogo mno. Lakini hii ni ujumbe pia, ni ujumbe pia kwa ambaye hajaenda hija. Dunia na nyinyi mnajua ni maisha mafupi sana. Nishafika miaka 50 unaitwa mzee, pamoja na kwamba wewe hutaki kukubali, lakini ndio dunia ya kuita mzee. Na watu wote wanakubaliana, hasa watoto wadogo, wakikuona mzee, babu, na wewe hutaki, wafaa kila jitihada. Lakini hiyo ndio innahu ma baqiya min dunyakum hadha fima madha kama baqiya fi yawmikum hadha fima madha.
Kilichobakia katika dunia yenu ukilinganisha na kile kilichopita ni kama kilichobaki katika siku yenu ya leo ukilinganisha na sehemu iliyobaki. Sasa wewe miaka 50 hutaki kuitwa mzee, wataka uitwe nani? Hebu ya hatua tu kwamba rudi miaka 20 nyuma, alafu nenda na miaka 20 mbele. Miaka 20 nyuma ukiwa ni 50 utakuwa na miaka mingapi? 30, sivyo? Ni kijana mzee. Lakini hiyo 50 peleka 20 mbele utakuwa na miaka mingapi? 70. Kwani miaka 20 ni mingi? Sikipindi cha mzee Mkapa na mzee Kikwete, vipindi vifupi inapita kama umeme tu. Kwa hiyo ukiwa na miaka 50 sasa hivi jiweke kwenye position ya kauli ya Mtume akiwa katika viwanja vya Arafa kwamba innahu qad baqiya min dunyakum hadhihi fima madha ma qad baqiya fi dunyakum fima madha, kile kilichobakia katika dunia yenu ukilinganisha na kile kilichopita ni kama siku yenu hii ya Arafa ilivyobaki. Kwa hiyo kuna watu hapa ambao jua lishakaribia kuzama, wanatakiwa waondoke kabisa katika viwanja vya Arafa. Kashafika miaka 70, miaka 80. Bahati mbaya kiwanja chake cha Muzdalifa ni kaburi. Mahujaji watukufu, chukueni masomo haya Mtume Muhammad uyafanye ni dira, vile ulivyoishi kule geuza huku watu wanufaike. Atakayeishi maisha kama aliyokuwa akiishi haji, wallahi dunia itanufaika. Na kama Waislamu tungeishi maisha ya hija ya sisi Waislamu tunavyokuwa hija, wallahi dunia ingenufaika sana, ingenufaika sana. Watu wanasaidiana. Kuna mzee wetu mmoja alipotea muda mrefu tu, tukana wasiwasi, lakini ule mara nyingi hupotei moja kwa moja, utapatikana tu. Lakini kuzunguruka mpaka kachoka kabisa, akalala. Mahala alipolala, alipoamka sasa asema maajabu mimi ndio yaona ni vyakula. Watu walimzungushia vyakula pale, na alikuta watu wanampepea, wengine wanamwagia maji, almradi tu kwamba si. Lakini alipotazama kwamba kuna ndugu yangu hapa mmoja, ndugu yako utampatia wapi hija ummati wote Lakini je, kuna Mtanzania, kuna Mkenya, kuna Muuganda? Hakuna hata mmoja, wote watu weupe. Lakini ndio waliomzungushia vyakula pale kumsaidia asiyekuwa nacho. Salona huyu hana, hali yake ngumu, ana njaa. Hija ndivyo ilivyo, wenye njaa wanasaidiwa. Huwezi ukakaa na njaa hija, wenye njaa wanasaidiwa. Utakaa na njaa ukitaka chakula chako rasmi tu, kwamba lazima upate miguu ya kuku iliyokaangwa vizuri na nini, hapo mtihani. Lakini kama wataka kula tu, utakula. Watu ni wakarimu sana. Mahujaji wenzangu watukufu, chukueni maneno haya, tuweni wakarimu kwa watu. Maisha yale ya hija tuyageuzeni, watu wapate ladha ya wewe kwenda hija, wasipate karaha ya wewe kwenda hija. Isiwe tu mtu kafanya kosa kidogo tayari astaghfirullah. Utakuwa kero kwa watu. Mwelekeze mtu taratibu tu. Lakini astaghfirullah, jamani, tunaishi na makafiri, najisi watu najisi.
Haji hawi hivyo, haji hawi hivyo. Hija ndivyo inavyotufundisha. Lakini mimi niliona hii hadithi ya Mtume Muhammad, na bahati nzuri nilikuwa nazunguruka sana na wenzangu hawa. Kila tunakuwa pamoja, lakini kila wakati nasisitiza jambo moja. Hivi mnauona huu mji wa Maka huu? Mji wa Maka, miezi mitatu ya nyuma, ziko klipu nyingi zilikuwa zinatembea kwamba milima ya Maka imekuwa imetengenezwa kijani, rangi ya kijani. Lakini sisi tumeona wenyewe Maka inageuka kuwa kama bustani, kama garden. Maka na Madina, jambo zuri, ni zuri lakini linatisha. Ni zuri kwa namna nne. Moja, watu watapata vivuli, watapumzika. Lakini la pili, watu watapata oksijeni ya kutosha. Haitakuwa si kama jangwa tena vile moja kwa moja. Yaonyesha ile miti ikiendelea, na kweli miti imestawi sehemu nyingi tu. Kule Azizia ndio tulishangaa sana, imeenea tu sehemu nyingi. Lakini ni nzuri pia kwa sababu kauli ya Mtume Muhammad imethibitika. Ni mbaya kwa sababu ni ishara ya kiyama. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika mabadiliko haya ya kijiografia yanayotokea sehemu za Arabuni, alisema la taqumu saa, kiyama hakitotokea, hakitosimama kiyama, hatta tauda ardhul arab muruja wa anhara, mpaka igeuke ardhi ya Waarabu huwa ni mabustani na mito. Ina maana kwa mujibu wa Mtume, zile bustani tunazoziona baadaye kutapatikana mito ya maji kule inayopita. Lakini kwa ishara hiyo tulioiona kwa macho, mimi nimeiona, nimefuatilia, kwa sababu hadithi hii napenda kuishi nayo sana. Nikafurahi kwamba nimeiona hadithi ya Mtume kwa macho yangu, sikuisikia kwa masikio, ni kuiona kwa macho. Lakini lile limeniamsha, na nakuomba na wewe Haji, amka, na wengine wote muamke, kwamba fanya mabadiliko ya haraka, maamuzi ya haraka ya kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, na maamuzi ya shortcut kwa mwenye uwezo. Nenda hija, nenda hija, kwa sababu utafutaji wa pesa hauna mwisho. Kila siku utasema natafuta mpaka ifikie level fulani, natafuta mpaka ifikie level fulani. Hiyo level fulani utaitafuta, utakuwemo ndani ya kaburi, watafuta na amali gani itakusaidia ndani ya kaburi. Watamani ungeenda hija, sababu hija wafutiwa dhambi zako bwana zote. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayaumin waladatuhu ummuhu. Yule ambaye amehiji vizuri kwa kufuata miongozo vizuri, na alhamdulillah, niwapongeze sana kina mama, walijitahidi sana, na hakika hakufanya rafathi wala fuska wala jidala. Raja'a kayaumin waladatuhu ummuhu, huyo mtu atarudi kama siku aliozaliwa na mama yake. Yani mahujaji hawa wamerudi kama watoto wachanga. Kwa namna gani? Moja, tutaraji kweli muwe kama watoto wachanga. Mtoto mchanga unajua hana adui.
Mtoto mchanga hana adui na hana mijadala isiyomhusu. Mtoto mchanga huwa ana mijadala yenye maana. Ukijadiliana naye, ima unampa zawadi. Kwa hiyo ukirudi kama ulivyozaliwa na mama yako, maana yake urudi kama mtoto mchanga. Usiwe na uadui na mtu yoyote, jambo la kwanza. Lakini la pili, mtoto mchanga anachotakiwa ni kwamba yeye hana uadui, lakini pia watu hawana uadui naye. Hija yako ifute uadui na watu waliokuwa maadui, wawe wapenzi wako, na unaweza kwa kutumia yale masomo uliyopata ukiwa hija kule, yale masomo ya vitendo. Unaweza. Hija haitaki kuwananga watu. Hija isiwe ni bakora kuwachapia wenzako. Kwamba watu wanaswali, lakini unawaambia nyinyi hamswali chochote. Wallahi nyinyi hamswali chochote. Sasa kama hamswali chochote, wafanyeje? Wapumzike? Hija haiko hivyo. Hija unachotakiwa ni kwamba uishi kama Mtume Muhammad. Unajua katika viwanja vya Arafa Mtume alifanya dua, alikuwa anaomba dua yeye peke yake, anajiombea, mpaka sahaba wakawa wananong'ona kwamba siye, sio anamjua Mtume lakini amepotea Mtume. Unaona siye namna alivyokuwa ananyenyekea kumuomba Mwenyezi Mungu Mtume, khairun nasi ala al-itlaq, mbora wa watu wote, Mtume ambaye Jibril asema qallabtu dunya mashariqaha wa magharibaha falam ajid rajulan afdala min Muhammadin. Dunia imegeuza mashariki magharibi, sijapata mtu kuliko Muhammad. Mtume alikuwa na unyenyekevu kuliko sahaba yoyote. Mtume alikuwa anaomba Mungu kuliko sahaba yoyote, na ndio mkamilifu wa watu, na ndio waliosamehewa. Kabla hata hajafika viwanja vya Arafa yeye kasamehewa. Mtume ndio ambaye alikuwa anamtaja Mungu kuliko sahaba mwingine yoyote. Yes, angerelax tu kwamba mimi kwanza Mtume, hivi tu nilivyowafundisha watu inatosha, wote hawa wasingeweza kumtaja Mungu ila ni mimi. Kwa angepumzika kama tunavyofanya sisi. Wanafunzi wote waliosomesha, hizi thawabu unazopata ngapi? Napumzika bana. Wafanya wasiokuwa na elimu. Sio hivyo ndugu zangu. Tuweni wanyenyekevu. Mahujaji watukufu, hongereni kwenda salama na kurudi salama, sababu kuna ambaye na usalama wa safari ya hija sio kurudi mzima. Usalama ni kuidiriki ile ibada ya hija ukaikamilisha. Kuna wanaokwenda kule lakini maskini inafikia mahala anapatwa na maradhi kule, ibada hakamilishi, inabidi aje tena mwakani. Kwa hiyo hongera yenu kubwa ni kukamilisha ibada ya hija. Lakini ndugu zangu, tuendeni hija. Shortcut ya kusamehewa madhambi nenda hija. Isipokuwa usije ukafanya madhambi mwaka huu ukasema mwakani nenda kuyafuta hija. Haiko hivyo. Hija haiendi hivyo. Kusudia nenda hija, kama una uwezo nenda hija. Hizi hela mtakusanya tu. Utakusanya mpaka siku unakwenda kaburini bado una hamu ya kukusanya tu. Kukusanya hakuna mwisho wa pesa. Lakini ni maamuzi ya kikatili. Wakati mwingine ni maamuzi kama ya kikatili, kwamba na mega hili fungu hili la biashara yangu, pamoja na kwamba katika biashara hakutoingia chochote, fungu hili mimi naenda hija, naenda kusamehewa,
naenda kukutana na Mola wangu. Kuna hali watu wanasema, mara nyingi watu waendi hija, hoja yake wengine wanadhihirisha, wengine wadhihirishi. Twende hija sasa, sijamaliza. Wewe ulipangwa umalize nini? Kwani mmewafikiana na Mungu umalize kitu gani ndio uende hija? Hija ni vizuri uende ukiwa na nguvu. Utahiji kwa starehe sana. Kwa starehe kwa maana kuna ambayo wengi ambao ni wazee wametamani kuyafanya hawakuweza. Vijana jana wenye nguvu, kuna mmoja kafanya umra 8, anakwenda anarudi kufanya umra 8, na wengine hapa wamefanya umra nyingi sana. Ile umra ni ibada kubwa sana, kwa hiyo mtu hataki aache, anakwenda anafanya, anakwenda anamfanyia mzee wake, anarudi, kwenda sio anamfanyia nani mama yake, anarudi. Hayo yanahitaji nguvu. Ukitaka hayo yanahitaji nguvu. Hija yenyewe si jambo la mchezo. Mtu ana mzee mmoja tulikuwa naye kule, alikuwa na miaka mingi kuliko nadhani wazee wote. Kauli aliyowahi kuniambia, aliniambia, namshukuru Mungu kunileta hija, lakini ningekuja ni kijana, sibebu kwenye wheelchair, na mimi nikakanyaga mahala ambapo wamekanyaga sahaba, wamekanyaga Mtume, usikanyaga nani, ingenifurahisha zaidi. Nikamwambia, hata hivyo unapata kwa nia yako, asipati bwana. Maana kila mmoja na tulizo la nini, la moyo wake. Lakini hawa wanawake na mabwana hawa, jitihada kubwa walikuwa wanafanya Al-Kaaba, kila wakati wako Al-Kaaba. Wengine wanang'ang'ana mpaka ishike ile Al-Kaaba. Lakini ndio mahala ambapo dunia nzima inapaelekea. Yaani wewe ukiswali unaelekea Al-Kaaba. Dunia nzima. Hapa tukikimu swala hapa tuelekea Al-Kaaba. Sasa sehemu ambayo inaelekewa na dunia nzima, wewe enda kuyaona kwa macho yako. Ni mahala patukufu, paheri. Mwenyezi Mungu atakabali dua hizi. Mwenye maradhi Mwenyezi Mungu amponye hapa hapa. Ambaye hajadiriki hija, Mwenyezi Mungu amdirikishe hija yenye kukubalika. Na walioenda hija, Mwenyezi Mungu azikubali hija na azilinde hija. Na Mwenyezi Mungu ajalie kila mwenye mgogoro kwenye maisha yake, mgogoro huo uondoshe. Watoto wetu hawa Mwenyezi Mungu awape makuzi yenye kheri. Na Mwenyezi Mungu ambariki sana Sheikh Haidar kwa kazi kubwa anayoifanya. Mwenyezi Mungu atupe amani na salama fi dunia wal akhirah. Naomba radhi kwa kurefusha. Najua maneno yanachosha. Mimi ni mzungumzaji wa miaka mingi, wala najua maneno yanachosha. Kwa kule kuchoshwa na maneno niwaombe radhi. Na Mwenyezi Mungu ajalie kila la kheri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwafikisha kutekeleza lile ambalo tulipanga. Ni kwa uwezo wake wala si kwa ujanja wetu. Mambo yote yako kwenye milki yake. Yakikamilika tunatakiwa tumshukuru yale tuliyoyapanga.
tumepata dua kubwa, darsa kubwa. Mwenyezi Mungu atuongoze tuishi ndani ya darsa hii iliyotolewa na Sheikh. Sehemu iliyobaki tunawaomba kwanza, tunawashukuru wote mliokuja kwenye uwanja huu kwa kusikia patakuwa na dua ya mahujaji. Mwenyezi Mungu atupe yale tuliyokusudia wote.